Ndani ya Agano la Kale kulikuwa na jumla ya sheria 613 ambazo sheria hizo zote 613 walipaswa kuzitimiza na kuzitumikia zote pasipo hata kuvunja mojawapo. Na katika sheria hizo zote 613, sheria 248 zilikuwa ni sheria za kufanya. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema maagizo. Na pia katika sheria hizo 613, sheria 365 zilikuwa ni sheria za makatazo, yaani kwa lugha nyingine tunaweza kuziita sheria za kuto kufanya. Sasa kabila la Lawi lilikuwa limechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kulinda mambo matakatifu, kuhudumia hema na hekalu, kufundisha hizo sheria zote za Mungu na kuwasaidia Waisraeli kudumisha uhusiano sahihi na Mungu. Sasa haya yafuatayo ndio yaliyokuwa haswa majukumu ya kabila la Lawi. Jukumu namba 1 ilikuwa ni kupalinda patakatifu pa Mungu. Tunapozungumzia patakatifu pa Mungu, basi lilikuwa ni eneo lote la hema ya kukutania, na baadaye walipokuja kuwa na hekalu kwa karne zilizofuata, basi jukumu lao lilikuwa ni lile lile, kupalinda patakatifu kwa maana ya eneo lote la hekalu. Lakini jukumu la pili ilikuwa ni kufundisha sheria zote za Mungu na hukumu zake. Alafu jukumu la tatu lilikuwa ni kutofautisha kilicho kitakatifu na kisichokuwa kitakatifu. Jukumu la 4 ni kulilinda agano la Mungu. Sasa kabla hatujafika mbali, ninaomba nikurejeshe nyuma kidogo ili tuweze tukapata uelewa mzuri. Tunapozungumzia kabila la Lawi, tunazungumzia kabila lililotokana na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Lawi. Huyo Lawi alikuwa ni mtoto wa 3 wa mzee Yakobo, ambaye tuliangalia katika sehemu iliyopita. Maana tu ya jina lake ni ambatano. Sasa huyo Lawi yeye alikuwa anao watoto 3, ambao hao watoto 3 kila mmoja baadaye alikuja kuwa na uzao mkubwa kiasi cha kulifanya ili kabila la Lawi kuwa kubwa sana. Kwa maana hiyo, ule uzao unapoongezeka, kila mtu anajitambulisha ni Mlawi na kabila likaja likawa kubwa sana. Sasa hao watoto wa Lawi walikuwa ni Geshoni mtoto wa kwanza, alafu Kohati alikuwa ni mtoto wa pili, alafu mtoto wa 3 alikuwa anaitwa Merari. Sasa hao watoto 3 walikuja kuwa na uzao ambao ule uzao ulikuja kuongezeka kadiri ya miaka ilivyokuwa inakwenda mbele, ambapo sasa vizazi hivyo vikaja vikawa familia kubwa, na baadaye sio familia, zikaja kuwa jamii kubwa. Hivyo tunasema katika kabila la Lawi limegawanyika katika koo 3 kubwa, ambazo hizo koo 3 ndio zile hesabu za wale watoto 3 wa Lawi, ambapo katika kabila la Lawi utagundua kuna ukoo mkubwa unaoitwa ukoo wa Geshoni ambaye ndio mwana wa kwanza wa Lawi, alafu kuna ukoo wa Kohati mwana wa pili, na ukoo wa Merari. Hivyo mtu anavyojitambulisha sasa, mfano mimi ni Mlawi ukoo wa Geshoni, au mtu mwingine atasema mimi ni Mlawi wa ukoo wa Kohathi, na wengine wanaweza wakasema sisi ni Walawi wa ukoo wa Merari. Kutokana na mgawanyiko wa koo hizi, Mungu akaweka wito kwa Walawi wote. Lakini sasa katika wito wake ambao Mungu aliuweka kwa Walawi wote, kulikuwa na mgawanyiko wa majukumu na kazi,
Kila koo ilikuwa na majukumu yake, na hapo ndipo tunapoona ya kwamba Mungu ni fundi, anajua yote, anaweza yote, anaelewa yote. Sasa hebu ona kwanza huo mgawanyiko ulivyokuwa wa hizo koo tatu na majukumu yake. Tukianza na ukoo wa kwanza wa Geshoni. Huyu Geshoni alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Lawi. Uzao wake ulitakiwa kuwa na ile haki ya uzaliwa wa kwanza wa kutoka katika kabila hili, na Geshoni alikuwa na watoto wawili tu, ambao watoto hao walikuwa ni Libni na Shimei. Hivyo kupitia watoto hawa wawili ambao ni Libni na Shimei wakaweza kuzalisha jamii kubwa ya Wageshoni. Hivyo ukiona neno Wageshoni tu katika maandiko ujue ni ukoo mmojawapo wa zile koo tatu za kabila la Lawi, au ni vizazi vya hao watoto wa Geshoni ambao ni Libni na Shimei. Sijui kama unakuwa unanielewa hapo. Hivyo hawa Wageshoni walipewa majukumu rasmi na Mungu, kwa sababu Mungu aligawa majukumu katika kila koo. Sasa jukumu la hawa Wageshoni ilikuwa ni kutunza lile pazia la hema ya Mungu. Tunaona jinsi lile hema la hekalu lilivyokuwa takatifu. Sasa kabla ya kuwa na hekalu kulikuwa na hema ya kukutania, kwa lile pazia lililokuwa linapatenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu pa Mungu lilitunzwa na watu hawa. Unaweza ukaona walipewa kazi kubwa kiasi gani, na vile vile Mungu aliwaamini na kuwaheshimu. Ingawaje pia kazi hiyo ya kutunza lile hema ambalo linapatenga patakatifu na patakatifu pa patakatifu ilikuwa ni riski kubwa sana, ilikuwa ni kazi ya hatari. Lakini pia wakiwa jangwani, lile hema la kukutania lilikuwa na funiko la juu, yaani kwa sababu walikuwa hawakujenga jengo permanent, waliweza kufunikia juu kwa sababu lilikuwa ni tenti. Kwa lile funiko ambalo lilikuwa linafunika juu, ambapo maandiko yanaita kifuniko au funiko, lilikuwa ni tenti kubwa sana, ambapo lile tenti pia lilikuwa mfano wa paa, linatunzwa na watu hawa Wageshoni. Alafu pia kulikuwa na pazia la nje ya ukumbi, yaani hilo pazia lilitenga kati ya patakatifu na ua wa nje. Hilo pazia pia lilitunzwa na watu hawa Wageshoni, na pia kamba zote za kufungia yale mashuka, mahema, mapazia ilitunzwa na watu hawa Wageshoni. Lakini pia hawa walikuwa wanafanya usafi wa vitu hivyo. Sasa shida ilikuwa si kutunza tu, shida ilikuwa ni wakati wa kusafiri. Kama unavyojua kule jangwani walikuwa wanasafiri, na waliweza kusafiri kwa miaka 40. Ilikuwa ni kasheshe wanaposafiri. Hebu fikiria wakati wa kupanda milima na kushuka mabonde. Jangwani kuna kiu na jua kali. Hivyo ndivyo walivyofanya, lakini hawa walitengenezewa mikokoteni mikubwa miwili kwa ajili ya kubeba hayo mapazia na mazuria yake. Na bila hao Wageshoni hema lisingeweza kufungwa wala kufunguliwa. Kwa wenye access ya kulifunga lile hema na kulifungua ilikuwa ni jamii hii ya Wageshoni. Hawa pia walikuwa wataalamu wa sehemu zote za vitambaa na vile vifuniko vya hilo hema. Hiyo ndio ilikuwa jamii ya kwanza inayotambulika kwa jina la jamii ya Wageshoni. Lakini ukoo wa pili wa kabila hili la Lawi unaitwa ukoo wa Kohathi au Kohati. Huu ulikuwa ndio ukoo maarufu zaidi katika kabila la Lawi. Kohathi alikuwa ni mtoto wa pili wa Lawi. Yaani tunapoongelea ukoo wa Kohathi ndio uliokuwa ukoo maarufu kuliko koo zile tatu za kabila la Lawi. Kupitia Kohathi walizaliwa watoto 4.
au Kohathi alikuwa na watoto 4 ambao watoto wake hao walikuwa ni Amram, Ishari, Hebron na Uzieli. Sasa huyo Amram, uzao wake ndio uliowatoa Musa, Haruni pamoja na Miriam. Na hao Musa, Haruni na Miriamu ndio waliokuwa viongozi wakuu katika taifa lote la Israeli. Viongozi hao walikuwa kabila moja, na si tu kabila moja, bali walitoka katika ukoo mmoja wa Kohathi, na si tu ukoo wa Kohathi, bali walitokea kwa Amram, na pia hawa walikuwa ni familia moja, yaani wote walizaliwa na baba na mama mmoja. Hawa ukoo wa Kohathi kazi yao ilikuwa ni kubeba vyombo vyote vitakatifu, yaani wakati wa kila safari hawa walibeba vifaa vitakatifu, au mfano wakipiga sehemu, Mungu akiwaagiza kuwa kuna 1, 2 na 3 mtavichukua kwa ajili yangu. Kama vitu hivyo vitakuwa ni vya hekaluni, basi vitabebwa na hawa ukoo wa Wakohathi. Mfano wa vitu vilivyobebwa na Wakohathi ni kama vile sanduku la agano, meza ya mikate, kinara cha taa cha dhahabu na dhahabu ya uvumba, na madhabahu ya sadaka. Hivi vilikuwa ni vitu vitakatifu zaidi kuliko vitu vingine vyote, na tofauti na ukoo wa Geshoni ambao walikuwa wana matololi au mikokoteni, ila hawa wenyewe wa Kohathi walibeba vitu hivi mabegani. Yaani hawa hawakuwa wanasukuma mkokoteni, ila walikuwa wanavibeba kabisa mabegani. Vitu vilivyobebwa na hawa havikutakiwa kuwekwa chini au kuwekwa kwenye gari au toroli au mkokoteni wowote. Yaani vitu vyao wao wataviweka kwenye mabega yao, kwa maana vitu hivyo ni vitakatifu sana. Lakini vitu hivi pia hakuruhusiwa mtu mwingine kuvigusa, hata kwa bahati mbaya. Ikitokea umevigusa kutokana na utakatifu wake, basi unaweza ukajikuta unakufa hapo hapo. Hivyo hawa wanaovibeba vitu hivi, kwanza wao wenyewe walipaswa wawe watakatifu, alafu katika msafara waliwatanguliza mbele ya msafara. Kwa nini waliwatanguliza mbele ya msafara? Kwa sababu walitaka wakae mbele ili kusudi kwamba watu wengine wote wawafuate kwa nyuma, kwani wao ni kama vile viongozi wa msafara, alafu Israeli wote wanakuja nyuma yao na walikuwa wanapishana kama mita kadhaa kutokea walipo wao mpaka lilipo kundi la taifa lote la Israeli. Kwa kutoka hatua ambazo wao waliobeba hivi vitu, umbali waliopo na hao wanaowafuata, kulikuwa na distance kidogo, ili kuweka ule utaratibu, sija akatokea mtu yoyote yule akajikuta tukajichanganya pale kagusa, alafu msafara ukajikuta katikati ya safari mtu anaondoka. Alafu mwendo wao sasa walikuwa wameshia trainiwa kabisa namna ya kutembea, namna ya kupiga hatua. Hawakupishana kama wanajeshi, yani mguu kushoto, mguu kushoto, kulia ni kulia. Wakisimama msafara wote unasimama. Mbele yao walitanguliwa na ile nguzo ya moto wakati wa usiku na lile wingu wakati wa mchana. Na vile vitu vitakatifu walivyovibeba havikutakiwa viwe uchi, yaani kwa lugha nyingine havikutakiwa vionekane hadharani, hivyo walivifunika, havikuonekana kwa macho. Na ikitokea kwa bahati mbaya umeviona, hasa vitu vilivyokuwa vinakaa patakatifu, basi unaondoka wakati huo huo. Kwa maana hiyo sasa, lile sanduku, vinara vile walikuwa wanavifunika kabisa. Ndio maana iliwapasa wakae mbali na lile kundi la Israeli, wao wawe mbele, ili kusudi asija katokea mtu akaona hata kwa bahati mbaya. Ni hatari.
Sasa ukoo wa tatu unaitwa ukoo wa Merari. Merari alikuwa ni mtoto wa tatu wa Lawi, ambaye yeye huyo Merari alikuwa na watoto wawili, na watoto hao wawili walikuwa ni Mali pamoja na Mushi. Sasa hapa Wachaga, tafadhalini sana, sio Mushinyie. Hawa Mali na Mushi ndio waliozalisha ukoo huu mkubwa wa Merari. Sasa hawa Merari ndio waliokuwa na kazi nzito kuliko koo zingine zile mbili za Lawi. Hawa majukumu yao na kazi yao ilikuwa ni kubeba zile mbao za hema, nguzo, zile bezi za fedha, vigingi na vyuma vyote vilivyokuwa vinaunganisha na kusimamisha lile hema la kukutania. Mfano, unaweza kuona kuwa Wageshoni wao walibeba mapazia tu, alafu wale wa Kohathi walibeba vyombo vitakatifu, ila hawa Merari wao walikuwa wanabeba mifupa yote ya jengo la nje. Hawa Merari walipewa mikokoteni minne, wakati wale Wageshoni wao walipewa mikokoteni miwili. Kwa hiyo unaweza ukaona ugumu wa kazi wa hawa wa Merari. Hawa walikula mikokoteni minne, kuonyesha kazi yao ilikuwa ni nzito zaidi ya zile koo mbili, na huo ndio uliokuwa mgawanyiko wa zile koo zote tatu za kabila la Lawi pamoja na majukumu yao. Ila walipokuwa kule jangwani wakiwa na ile safari yao, alafu Mungu akisema sasa wakifika sehemu labda waweke kambi, kitu cha kwanza kabisa wanapoweka kempu, basi walianza kujenga kwanza hema ya kukutania. Alafu wakishamaliza hema ya kukutania, basi ndo wale wengine wote wanaanza kujenga makambi yao. Mungu anawaonesha ni wapi hema ya kukutania iwekwe. Basi wale Merari ndio waliokuwa wajenzi wakuu na walikuwa wana vipimo vyake. Alafu wanakuja Geshoni, wanafanya finishing na kuweka mapazia yote na mazuria. Alafu wanamaliza Wakohasi kupanga vitu, kila kitu kiwe sehemu yake kwa kipimo chake bila makosa ndani ya hiyo hema ya kukutania. Alafu hema ikishakamilika, ndipo watu wanaanza kutengeneza vibanda vyao, kila mmoja na hema yake. Ila hizi koo tatu zenyewe ndizo zilizokuwa zikiwa karibu kabisa na hema ya kukutania kuliko kabila lingine lolote la taifa la Israeli. Wao walijenga hizi vibanda vyao au mahema yao wakizunguka lile hema la kukutania. Kwa hiyo wanakuwa mita kadhaa kutoka katika lile hema la kukutania, ndipo wanakaa hawa kabila la Lawi, na walikuwa wanakaa vile ili likitokea lolote jambo la ghafla, basi wanakuwa wepesi na wanakuwa na uharaka na urahisi wa kufanya huduma. Na pale Mungu anapokasirika, labda taifa la Israeli limefanya dhambi, anapotuma mabaya, basi watu wa kwanza kabisa kwenda kuituliza hasira ya Mungu wanakuwa ni hawa Walawi. Na wanawezaje wakafanya hivyo? Ni kwa sababu wapo karibu na ile hema ya kukutania. Wao hema zao zililizunguka lile hema la Mungu kwa mfumo maalum. Hawa Kohathi walikaa upande wa kusini, wakati wa Geshoni walikaa upande wa magharibi, na pia Merari walikaa upande wa kaskazini. Halafu sasa makuhani wa Haruni walikaa upande wa mashariki karibu na lango. Aisee, naomba leo tuishie hapa, maana sasa hatutamaliza. Ni mambo mengi sana yapo ndani ya kabila hili la Lawi. Wewe mwenyewe unaona jinsi ambavyo tunaongea mambo mengi mazito. Na tunapokuwa tunafundisha vitu hivi, ni vizuri ukawa na peni na diary yako au notebook yako, ukawa unaandika vitu ambavyo vinaweza vikakufanya unaposoma maandiko mwenyewe unakuwa ni rahisi kuelewa. Ila ninakuahidi tutaendelea tena katika kipindi kijacho, yaani tutakapokuwa tunaongelea historia ya makabila ya Israeli, basi kipindi kijacho tutaendelea hapa tulipoishia katika ukoo wa kabila la Lawi au katika kabila la Lawi, ambapo sehemu ijayo sasa ya kipindi hiki
tutaongelea kipengele cha ukuhani. Kumbuka kwamba hatujagusia kabisa katika kipindi hiki cha leo kuhusiana na ukuhani. Sasa katika sehemu ijayo tutaongelea ukuhani vizuri, lakini tutauongelea uzao wa Haruni kwa ujumla wake. Kuna mengi sana ya kujifunza tunapoliongelea kabila la Lawi. Kumbuka tutayafikia makabila yote 12 na wala hatuna haraka, tunaenda hatua kwa hatua mpaka tukamilishe. Alafu tunatamani tuone unapata badiliko, yani unapojifunza mambo haya wewe mwenyewe una feel badiliko kubwa sana la kiufahamu linapokuwa tunaendelea kufundisha. Badiliko kubwa sana la kiufahamu kila tunapokuwa tukiendelea kuifundisha historia hii ya makabila 12 ya taifa la Israeli. Sasa basi kama unabarikiwa na huduma hii, unaweza kutusapoti kwa sadaka yako. Kazi hii si ndogo, ni kazi nzito kweli kweli. Yaani haya mambo mpaka tunaiandaa vipindi hivi, rafiki yangu, ni kazi kubwa inafanyika, ambayo inatumia gharama za pesa, inatumia gharama za muda, inatumia kujitoa, akili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo kama unaguswa kufanya kitu kwa ajili ya huduma hii, basi ungana nasi katika baraka hizi na Mungu atakubariki. Unaweza ukatutia moyo ili video hizi ziendelee kuwafikia watu wengi, na tunatamani kweli vipindi vyetu tuvifanye katika ubora wa hali ya juu, lakini hapa tulipo ndipo ubora wetu wa sasa. Yaani ubora wetu wa sasa ndio unaishia hapa, lakini kwa neema ya Mungu tutafika tu lengo na tutafanya kwa ubora zaidi ya hapa. Mambo yote ni hatua kwa hatua. Lakini namba hizo hapo pia natamani kuombewa, basi unataka maombezi, basi tumia namba hizo hapo. Lakini pia unahitaji kupata mtiririko mzuri wa masomo haya, unaweza ukatumia namba hizo kwa WhatsApp. Tutakutumia linki zote za masomo haya na kwa mtiririko sahihi na maalum. Basi ni kuombe tu usiache kusubscribe. Kwa hiyo ambaye bado hujasubscribe channel hii, niombe utusaidie pia kushare kwa wengine wengi, na Mungu atakubariki. Naomba tukutane katika kipindi kijacho. Barikiwa.